Hodi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Ndugu mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti. Nakumbuka hapa tulikutana, tulikuwa na changamoto ya sekondari. Tulitumana kwamba tunataka sekondari, au sio bwana? Sekondari hiyo mpya. Shule ya msingi hiyo mpya. Tumepiga hatua ndugu zangu. Umeme hiyo kila kijiji umeme umepatikana. Kwa awamu hii ndugu zangu, mpango mkakati wangu wa awamu hii ni kuhakikisha kwamba sekondari yetu tumejenga. Tulikuwa na changamoto ya barabara. Aliniandikia mwalimu mkuu wa shule, nikaleta greda yangu. Mmeshuhudia wenyewe. Tumechonga barabara, tumefungua shule yetu sasa hivi. Au sio bwana? Hata shule inaonekana kutoka barabarani. Wakati ule ilikuwa ni pori tu, haionekani, au sio bwana? Sasa angekuwa ni mbunge ambaye hajajiandaa, angekuwa nasubiri sana. Sisi moyo. Kwa ndugu zangu, mimi nimejiandaa na nimewatumikia na nguvu bado ninazo za kuwatumikia awamu nyingine. Nimejipanga vizuri kwamba nataka hii sekondari yetu hii tuweke mabweni. Ili watoto wetu wanaosoma pale ambao wanatoka mbali waishi pale pale ili wapate elimu zaidi jioni, wapate tuition na waweze kusoma vizuri zaidi na watoto wetu wafauli vizuri zaidi. Ndugu zangu, leo kwenye wilaya ya Kwimba juzi imetokea mitihani ya darasa la 7. Niwape taarifa, kwenye mikoa 6 ya kanda ya Ziwa, halmashauri 43, wilaya ya Kwimba tumeongoza nambari 1. Manake elimu ya msingi imeboreka. Tumekuwa tunaonekana kwenye ramani kwamba Kwimba tupo kwenye ushindani namba 1 kwenye halmashauri 43. Sio kazi ndogo ndugu zangu. Ndio. Ni kazi kubwa ambayo wazazi mmefanya na Chama cha Mapinduzi tumefanya kuboresha elimu ya msingi kwa watoto wetu. Ndugu zangu, sina mengi ya kusema. Ni machache haya nimeona niyaseme. Tumepanga elimu tuboreshe. Tutapeleka kompyuta 5 kwenye shule yetu ya sekondari ili watoto wetu wasome masomo ya kompyuta. Mimi mbunge wenu nimepeleka kompyuta kwenye shule za sekondari zote. Kabla ilikuwa bado inajengwa. Nimeshamwahidi mwalimu mkuu wa shule ana mahitaji ya photocopy printer, ana mahitaji ya furniture kwenye ofisi yake na ana mahitaji ya kompyuta. Nimesema vyote mimi nitamletea ili shule yetu iwe nzuri zaidi. Na pamoja na hayo pia na mabweni tujenge ili watoto wetu wapate elimu ya uhakika kwenye shule yetu. Na pia tuhakikishe tunapeleka kwenye shule zetu zote na pia hata mabweni zote ziwe na umeme za uhakika ili watoto hata jioni wapate nafasi ya kusoma ili watoto wetu waweze kufaulu vizuri zaidi. Elimu ndio msingi ambacho wazazi tunaweza tukawapa watoto wetu. Kwa lazima tufanye mandhari iwe mazuri. Sawa ndugu zangu? Tukienda umeme, tumeshaleta umeme kwenye vijiji. Awamu hii tunayokuja tunahakikisha kwamba tupeleke kwenye vitongoji vyote umeme. Ili vitongoji vyote vipate umeme na watu waanze kuvuta umeme kwenye nyumba zao. Nyumba ziko mbali na line ili kufika umeme, tunataka tusogeze mpaka kwenye vitongoji ili watu wapate umeme iwe karibu, watu wapate umeme kwenye nyumba zao. Ndugu zangu, la pili, kwenye afya pia tumepiga hatua. Tuna hospitali ya wilaya, tuna zahanati. Kama kuna changamoto kwenye afya, tuna vituo vya afya tumejenga Kikubiji, tumejenga Hungumarwa. Kila kata tuna mpango wa kujenga kituo cha afya ili huduma iboreke zaidi kwenye afya. Hatuwezi kubaki na zahanati, lazima tupate kituo cha afya ili wananchi wapate huduma bora zaidi kwenye masuala ya afya. Masuala ya barabara tumesema tunaboresha. Mbunge wenu ana greda imemaliza hapa. Leo greda iko Ngudu pale inachonga barabara za wananchi pale Ngudu. Mngekuwa na mbunge ambaye hajajitambua, hajajipanga, akakuwa anapiga maneno tu anasubiri TARURA waje. Subiri sana. Ndugu zangu, hizi kazi sio za kuja kufanya kazi za lemama tu. Lazima wewe umejiandaa vya kutosha. Unajitambua kwanza kama kazi gani umeomba. Hizi kazi lazima ujitolee. Mbunge wenu kila ziara nikifanya, kila kijiji nikifanya ziara. Kwanza mimi sifanyi ziara za kata na kuja kwenye vijiji na kutana na wananchi kwenye vijiji. Hamjaniona kwamba siku mnaitwa kwenye kata. Mimi nafanya vikao vya vijijini. Ile sheria sungusungu ndio ilikuwa kipekee kwenye kata, lakini mimi na utaratibu wa kuzunguka kila kijiji. Hapa pia nimeshapita. Au sio ndugu zangu? Wewe ni mbunge ambaye si mtu anakaa kwenye kata anamaliza kazi. Tunakutana paka kijijini. Sasa hivi ningesema nimefanya mkutano Jojiro tukutane,
Ni mbali. Wangapi wangefika? Si wachache. Kwa hiyo nimeona hili nije kijijini hapa tukutane hapa. Kwa ndugu zangu, hayo ndo machache nimeona niyaseme. Tumejipanga vizuri, tunaenda kwenye uchaguzi. Naombeni ndugu zangu, hapa nakuja kuwashukuru. Miaka yote hii nimewatumikia, mmenipa ushirikiano mkubwa sana. Baada ya kupata ushirikiano wenu ndio tumeweza kujenga sekondari ya Kabale, shule ya msingi na kupata maendeleo. Kwa hiyo nawashukuru sana, tumeshirikiana vizuri. Tuendelee kuombeana dua. Tarehe 28 tunaenda kwenye mchakato wa kuomba kura. Tutachukua form, tarehe 2 tutarudisha form. Baada hiyo itakuwa mchakato wa chama kitaanza. Dua zenu ni muhimu sana ili niweze kufanikiwa kwenye safari hiyo. Bomba si bomba. Kwamba mnajua kwenye eneo hili wakati anaingia 2010 hatukuwa na umeme. Umeme huo hapa. Hatukuwa na maji ya ziwa. Sawa ndugu zangu? Barabara zilikuwa ni za shida. Tulikuwa na sekondari moja. Leo kuna sekondari ya pili kwenye kata hii. Lakini mheshimiwa mbunge anajua iko changamoto ya ujenzi wa zahanati kwenye eneo hili. Analifanyia kazi mheshimiwa mbunge. Tunaye mheshimiwa mbunge wa vitendo.